Njombe. Yale maswali ya wazee ndio nitakayozungumza kwenye hotuba yangu. Mheshimiwa Rais, la kwanza, wazee wa Njombe wakiwemo Mama Makinda, Mzee Ruhanjo na wazee wote wa mkoa huu waliomba Njombe ipate chuo kikuu. Mheshimiwa Rais, ulitoa bilioni 20 mwaka jana. Chuo kikuu cha Dodoma tawi la Njombe kimejengwa hapo juu, mahema yamekinga, na kwenye ratiba ulikuwa upate nafasi ya kuja Njombe kufungua chuo hicho, na udahili wake unaanza mwaka huu, na tayari Profesa Kusiruka Vice Chancellor wa UDOM yuko hapa na timu yake, na matangazo yameshatoka ya vijana wa Kitanzania nchi nzima kuomba kudahiliwa kwa ajili ya chuo kikuu cha Dodoma tawi la Njombe. Hili lilikuwa ni ombi la wazee wa Njombe, uliahidi, umetekeleza. Mheshimiwa Rais, siku ile kwenye kikao cha wazee walilalamika kwamba wanatafiri muda mrefu kwenda Iringa kwa ajili ya huduma za kimahakama. Mheshimiwa Rais, naomba nikuthibitishie mbele yako, tayari muhimili wa mahakama wamejenga jengo la mahakama kuu ya mkoa wa Njombe, na tayari tumepokea waheshimiwa majaji wawili na huduma zimeanza na malalamiko sasa hayapo, na kwa kweli wananchi wamefurahi sana. Hakuna gharama ya kwenda Iringa, hakuna gharama ya kwenda Ruvuma, shughuli zote zinafanyika hapa. Mheshimiwa Rais, mwaka 2022 wananchi walizungumzia kuhusu huduma yetu ya afya. Utakumbuka ulikuja kwenye jengo letu kule ukafungua sehemu. Nikuhakikishie majengo ya hospitali ya mkoa wa Njombe yamemalizika. Lakini kubwa katika hilo, tumefanya mazungumzo na taasisi ya JKCI kupitia mtendaji wake mkuu Dr. Kisenge, ili sisi hospitali ya mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na JKCI tuwe kituo kitakachotoa huduma za kibingwa kwenye magonjwa ya moyo kwa kusaidiana na wenzetu wa mikoa ya Iringa, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe. Na baada ya Mei Mosi, sisi mkoa, Wizara ya Afya na JKCI tutasaini mikataba ya mashirikiano, na tunaamini kwamba tutafanya medical tourism kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa Rais, mkoa huu umefanya kazi kubwa sana, na wananchi hawa wakati unakuja waliomba eneo hili liitwe Samia City, kwa sababu kuanzia kule barabarani kuja eneo hili kuna majengo mengi sana ya serikali yamejengwa kwa miaka 5. Utakaopata nafasi ya kuja huku ni mji mpya kabisa, na hata wananchi wanapokuja huku wanashangaa kwamba kuna mji mpya tofauti na Njombe ya zamani. Tunakushukuru sana kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Rais, umefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais, kwenye eneo la watumishi, kwa miaka 5 mkoa wa Njombe umesaidia kupata ajira za vijana 2583. Hawa ni nje ya vijana walioajiriwa kwenye vyombo vyetu vya dola. Jeshi la polisi wamepokea askari wapya, magereza wamepokea askari wapya, uhamiaji wamepokea askari wapya, TAKUKURU wamepokea askari wapya, zimamoto wamepokea askari wapya, wamepokea askari na vifaa. Haya yote ni pamoja na vyombo vingine, Mheshimiwa Rais, lakini kwenye serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa tuna watumishi 2583. Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi wa mkoa na wilaya tumetimiza wajibu wa kukumbushana kama watumishi. Tunapata hizi ajira, tuziheshimu, tuzitunze. Inakuwa inasumbua Mheshimiwa Rais, mtu amekaa nyumbani miaka 10 hana kazi. Ameomba Mungu, ameokoka makanisa na misikiti yote. Amepata kazi. Anapangiwa Njombe. Akifika hapa anasema anaumwa figo. Anaomba amie karibu na hospitali. Tumewaambia kama kuna vyumba vinatolewa Benjamin Mkapa au Muhimbili tutawaombea vyumba. Lakini kama ni mkoa tayari hospitali na huduma za kibingwa. Lakini haya yote Mheshimiwa Rais, tumewaomba wazazi waase watoto. Malalamiko yalikuwa ni mengi. Rais, ajira hazipo. Lakini watu wakiajiriwa wanachezea kazi. Kazi ya TUCTA inabadilika, baada ya kuhangaikia masuala ya watumishi, inabisa TUCTA waanze kutetea mtu mlevi, mtumishi mwizi, mtumishi mzembe, mtumishi ambaye anakunywa pombe Jumamosi, Jumapili anakuja kazini Jumatatu ana hangover. Haya sio malengo ya serikali kwenye kuajiri. Sisi kama mkoa
na halmashauri zetu tumewaambia vijana waliokuja kuajiliwa, pale ambapo itawezekana utumishi watusaidie, si tu kwenye kuzuia uhamisho, lakini kwenye kuelimisha na wazazi waweze kushiriki, kwa sababu kila mmoja, kazi zote unaanzia chini. Mheshimiwa Rais, ni kazi ya kaburi peke yake ambayo unachimba juu kwenda chini, lakini kazi zote kila mmoja na mwanzo wake. Sasa leo mtu anakuja hapa amesoma kilimo, amesoma mifugo, anapangiwa Ludewa kwenda kwa afisa kilimo, anarudi hapa anasema mimi naomba nihamie Dodoma. Sasa kila siku gap za watumishi kwamba hawapo kwenye maeneo zinaongezeka. Hivyo hivyo kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo tumeongea na watumishi na tunaamini kwamba sisi kama viongozi wa mkoa na wilaya na watu wa vyama vya wafanyakazi tumewaambia, tunaamini ujumbe ule pengine utawasaidia, lakini kikubwa tuheshimu kazi sisi kama watumishi, lakini hata hicho kipato tunachokipata tukitumie. Huku Njombe viwanja ni shilingi 500,000, tumeambia watu watumie fursa hizo, walime, washiriki shughuli za kiuchumi, kwa sababu na utumishi wenyewe Mheshimiwa Rais tuna miaka 60 kwenye utumishi wa umma. Hilo tusilisahau. Kwa wajibu huo tumeweza kuzungumza. Lakini Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwa sababu katika ajira kubwa tumepata sehemu kubwa ajira za walimu, tumepata ajira za afya, idara ya kilimo na mifugo, maafisa ugani, na utakumbuka ulitukabidhi magari kwa ajili ya maafisa ugani na pikipiki, lakini na vifaa vya kupimia udongo kwenye huu mkoa ambao unafanya shughuli za kilimo, kazi iweze kufanyika na matokeo yaweze kuonekana, na yameanza kuonekana. Mheshimiwa Rais, watu walikuwa wanalima viazi mviringo heka moja wanapata gunia 35. Ulipoweka ruzuku ya mbolea, leo wananchi wanalima viazi mviringo wanapata gunia 90 mpaka 180. Na tayari Mheshimiwa Waziri wa Kilimo amezungumza na watu hatari kwa ajili ya kusaidia kwanza kupata mbegu yetu sisi wenyewe viazi mviringo, ili tuweze kupata unafuu wa gharama kwenye mbegu. Lakini kwenye mahindi, Mheshimiwa Rais, kwenye ruzuku ya mbolea tulikuwa tunavuna gunia 9 kwenye heka. Sasa hizi wananchi wanavuna gunia 12 mpaka gunia 23 kwenye heka, lakini NFRA umewezesha, wamepata hela, wameingia kwenye kununua mahindi, wamekuwa sehemu shindani kwa sekta binafsi, na leo wananchi wanauza mahindi kilo shilingi 700 mpaka shilingi 1000. Haya yote ni mafanikio yako Mheshimiwa Rais. Katika miaka 5 kazi kubwa umeifanya, umeandika alama kubwa sana kwa watu wa Njombe, umeandika alama kubwa sana kwa sisi watumishi, umeandika alama kubwa sana kwenye maisha ya Watanzania, na kazi zako Mheshimiwa Rais hazihitaji tochi. Kila mmoja anaona kazi ulioifanya na itabaki kuwa alama ya kukumbukwa kwenye mkoa wetu. Mheshimiwa Rais, la mwisho ni shukurani. Mheshimiwa Rais, kwa nini tuifanya Mei Mosi? Mwaka jana tuliomba Mei Mosi, tukaambiwa Mei Mosi inaenda Mbeya, na baadaye Mbeya wakakosa ikaenda Singida. Sisi tulipoona umeonana na Rais Ruto kwa ajili ya AFCON, tukaona tutafute tukio ambalo litarepress AFCON kwenye mikoa ya Arusha na Dar es Salaam, na sisi tufanye biashara hapa. Hawa watu ulioona wamepita hapa ni 5,000. Uwezo wa Njombe kulaza watu ni vyumba 1,800. Wananchi wa Njombe waliacha nyumba, ikabidi vyumba viuzwe. Tumefanya biashara siku 30. Kwa hiyo hatujapata AFCON, lakini tumepata Mei Mosi. Tunashukuru sana. Na Mheshimiwa Rais, mwaka huu tumepanga kufanya conference tourism. Mwezi uliopita tulikuwa na watuza kumbukumbu 1,800. Na baada ya Mei Mosi tuna shughuli nyingine maafisa habari wa serikali kama 2,000. Na tumeomba tena tufanye hapa Shimta. At least mwaka huu tupate watu wapya 15,000 kwenye mkoa, ili mkoa changamke tufanye biashara. Sasa kubwa hapa Mheshimiwa Rais, tulifanya yote hatuna hata shilingi moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu akatuita, "Nyie mna hela?" Tukamwambia, "Mheshimiwa, si tuko watupu, hatuna hata 10." Akatuita viongozi wa Njombe Dodoma, akatufanyia fundraising, akaita wadau, taasisi zako Mheshimiwa Rais, sekta binafsi, na kwa kweli wametuchangia, wakatushika mkono. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wana Njombe tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana. Najua tumewashinda watu wa Singida Mei Mosi mwaka jana, lakini tunakushukuru kwa kutushika mkono sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana waziri. Unajua Mheshimiwa Rais, sisi viongozi pia tunajifunza kwa wenzetu. Mheshimiwa Deus Sangu ni mtu muungwana sana. Amefanya kazi na sisi, ametupenda, ametuheshimisha. Tumefanya kazi kiungwana sana. Mungu amemuumba kuwa very humble. Tumejifunza kwake sana, na katibu wake dada Mere Maganga. Tunawashukuru sana, mmekuwa ni watu waungwana sana kwetu, kwa kweli tunawashukuru sana. Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana kaka Nyamuhokia Tumaini.
Hakuna aliyeamini kama Njombe tungeweza kufanya Mei Mosi, kwa sababu tulikuwa tuna sehemu ya kulaza watu, lakini president na kamati yako tendaji ulituamini, waziri mkuu akaridhia, na tulikuwa tunaogopa tusije tukakosa mgeni rasmi. Alipotuambia Mheshimiwa Rais anakuja mwenyewe, tukasema kwa kweli, unajua Mheshimiwa Rais, wewe ukifanya ziara kwetu sisi ni uchumi. Kwa kuja tu leo ingekuwa ni soko la hisa, maana hisa zetu zimepanda. Kwa hiyo tunashukuru sana. Nimalizie Mheshimiwa Rais, katibu tawala wa mkoa huu ana miezi miwili. Alikuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo. Ametufaa sana Dr. Nindi. Tunakushukuru. Ameunganisha watumishi sana. Mheshimiwa Rais, we have a very good team. Wakuu wa wilaya zetu, wakurugenzi wetu, lakini madasi wetu. Tulipoanza mguu wa kwanza wa Mei Mosi maandalizi, tulikaa na chama. Tumefanya nao toka siku ya kwanza mpaka tunamaliza. Wabunge wetu wako Dodoma, macho na masikio yako hapa. Tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge, dada kaka Deo ambaye ni mwenyeji hapa, lakini lango letu la biashara kule kwa Mheshimiwa Chongoro. Hawa wabunge walikuwa na mambo mengi sana, lakini yote Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi atafanya ziara hapa kwa ajili ya barabara yetu ya Zege ya Rodewa na barabara yetu kule kwa Mheshimiwa Swale. Hapa kwa Mheshimiwa Mwanyika mambo mengi yamefanyika. Kaka Chongoro tunakushukuru, sisi tunawashukuru sana, na madiwani wetu wote chama na serikali tumeshikamana, na kama Mheshimiwa Rais nilivyokuahidi umetupa dhamana hizi. Siku kija hapa kutusuluhisha sisi tuondoe kwenye kazi. Sisi tunafanya kazi kwa ajili ya kuheshimisha heshima uliotupa. Mimi na wenzangu tunafanya kazi kwa upendo mkubwa. Watumishi wote wa mkoa wa Njombe tunawashukuru sana, na wananchi wetu wote na taasisi zetu zote na viongozi wetu wote wa dini. Mungu awabariki sana. MC dakika moja. Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Njombe walisema Rais anakuja, tumpe zawadi gani? Wabunge wa viti maalum walifikiria kutoa vikapu. Wananchi hawa wametoa ng'ombe 10 wa maziwa. Hawakutaka kujua kama wao unafuga au ufugi. Walisema wao na shamba la Kituro na Dr. Bashiru anaenda Kituro kesho. Tumepewa ng'ombe 10 na wananchi wa maziwa ambao tayari wana mimba. Tutakukabidhi kwenye ratiba ambao wasaidizi wako watatuambia. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, na MC nisamee sana, nilikuwa naongea kwa niaba ya wananchi. Asante sana. Asante Njombe oye! Asante Mheshimiwa Rais. Anayefuata sasa ni ndugu Omar Mgaya, mwenyekiti wa chama cha waajiri nchini ATE. Karibu kwa salamu fupi, mwenyekiti wa chama cha waajiri nchini ATE. Karibu. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa